Uingereza na Ufaransa zimetangaza mpango wake wa kutuma wanajeshi nchini Ukraine iwapo makubaliano ya amani kati ya Ukraine na Russia yatafanikiwa. Hatua hiyo imethibitishwa baada ya nchi hizo mbili kusaini tamko la nia kufuatia mazungumzo ya ngazi ya juu yaliyofanyika mjini Paris. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amesema kuwa wanajeshi wa nchi yake na Ufaransa wataanzisha vituo maalum vya kijeshi kote Ukraine kwa lengo la kuzuia uvamizi wa baadaye. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema mpango huo unaweza kuhusisha maelfu ya wanajeshi wa kimataifa. Shirika la habari la BBC limeripoti kuwa washirika wa Ukraine wamekubali kwa kiasi kikubwa juu ya kuwepo kwa dhamana madhubuti za usalama kwa Kyiv, huku wakipendekeza Marekani ichukue jukumu la kuongoza ufuatiliaji wa usitishaji mapigano. Hata hivyo, suala la mipaka ya ardhi bado ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazojadiliwa. Russia imeonya mara kadhaa kuwa uwepo wa wanajeshi wa kigeni nchini Ukraine utachukuliwa kama shabaha halali ya kijeshi. Hadi sasa Moscow haijatoa tamko rasmi kufuatia matangazo yaliyotolewa katika mkutano wa Paris. Viongozi wa nchi na maofisa wakuu kutoka kundi linaloitwa Muungano wa Walio Tayari wameshiriki katika mazungumzo hayo, huku Starmer akisema kuwa makubaliano hayo yanaweza kuweka msingi wa kisheria kwa vikosi vya Uingereza, Ufaransa na washirika wengine kufanya operesheni ndani ya Ukraine, kulinda anga, bahari pamoja na kusaidia kuimarisha jeshi la Ukraine kwa muda mrefu. Marekani nayo imetoa ishara ya kuunga mkono mpango huo. Mpatanishi mkuu wa Marekani Steve Witkoff amesema dhamana za usalama na ahadi za maendeleo ya kiuchumi ni muhimu ili kuhakikisha amani ya kudumu nchini Ukraine baada ya vita kumalizika. Rais wa Ukraine amesema kuwa juhudi hizo zitakuwa na maana tu endapo vita vitakoma kabisa, na akakiri raia wa Ukraine bado wana wasiwasi mkubwa kuhusu mustakabali wa ardhi iliyochukuliwa na Russia. Licha ya juhudi hizo za kidiplomasia, mapigano yanaendelea huku Russia ikiendelea kushambulia miji na miundombinu muhimu ya Ukraine. Zelensky amesema makubaliano ya amani yako karibu kukamilika kwa 90% sasa, lakini akaonya kuwa maamuzi yatakayofanywa kuhusu ardhi na usalama yataamua hatima ya Ukraine na usalama wa Ulaya kwa ujumla. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kufuatilia kupitia platform zetu ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Tafadhali baki nasi.